Safari ya vijana wetu wa Fountain Gate Under 13 ilianza mapema siku ya Alhamisi tukiwa na lengo moja tu, nalo ni kushiriki katika African Schools Championship Cup, mashindano yaliyofanyika mkoani Tanga chini ya uratibu wa TDS Center, kituo kinachosimamiwa na Shirikisho la Soka Tanzania TFF. Tuliondoka Dodoma alfajiri tukiwa kundi la watu 18, wachezaji 13, makocha wawili, viongozi wawili na dereva wetu. Baada ya safari ndefu yenye furaha, tulifika Tanga jioni tukiwa na ari ya kupambana. Siku iliyofuata mashindano yalizinduliwa rasmi. Fountain Gate Sport Academy iliwakilishwa na timu mbili, Fountain Gate 1 na Fountain Gate 2, zikicheza kwa wakati mmoja kwenye viwanja tofauti. Ilikuwa siku ndefu, michezo ikiendelea hadi usiku, lakini vijana wetu walionyesha uwezo wa hali ya juu, nidhamu na kupenda ushindani. Ingawa hatukutwaa kombe, tunajivunia juhudi na moyo wa wachezaji wetu. Zaidi ya yote, walipata uzoefu mkubwa, marafiki wapya na fursa ya kujifunza kutoka kwa timu nyingine kutoka pande zote za nchi. Baada ya mashindano, TFF ilitoa zawadi kwa timu zote shiriki, mipira 5 kwa kila mmoja, ishara ya kuthamini ushiriki na juhudi za vijana wetu. Wachezaji 4 kutoka Fountain Gate walichaguliwa na TDS Center kujiunga na programu maalumu ya mafunzo kwa ajili ya timu ya taifa ya vijana. Baada ya siku 2 za michezo na mafanikio, tuliamua kutembelea ufukwe wa bahari ya Hindi. Vijana walifurahia mandhari ya kuvutia, wakaonesha vipaji vyao vya kuogelea na hata kupanda boti iliyotuzungusha baharini. Kile kisiwa yani ukisikia Tanga ni kisiwa. Kwa sababu imebaki sehemu kama historia ya kwenda kutalii mambo ya. Ilikuwa safari yenye kumbukumbu, mafunzo na furaha, na tuliondoka Tanga tukiwa tumepata uzoefu mkubwa na motisha ya kufanya vizuri zaidi katika safari yetu ya soka. Fountain Gate Sports Academy, tunalea vipaji, tunajenga mabingwa wa kesho.
shule ya Fountain Gate Dodoma Pre and Primary School imefanya mahafali yake ya 6 ya darasa la 7 katika uwanja wa Fountain Gate Arena. Mahafali haya yalihudhuriwa na wanafunzi, wazazi na wageni mbalimbali, huku hafla hiyo ikipambwa na kauli mbiu isemayo neno kwa herini darasa la 7. Lakini kabla hatujaendelea, swali kwako mtazamaji. Je, unafahamu namna singeli inavyochezwa katika taifa la Ufaransa? Hebu tazama hii. Hafla ilijaa burudani za kuvutia kutoka kwa wanafunzi, zikiwemo ngoma za kitamaduni, nyimbo na michezo ya maonesho, zote zikilenga kudumisha utamaduni wa Kiafrika na Kitanzania. Moja ya vipande vilivyosisimua zaidi ilikuwa ni ngoma za asili zilizowavuta na kuwafurahisha sana wageni waliohudhuria. Hao ni Afro. Wako vizuri pale. Wanafunzi hao walijiunga na shule hiyo miaka 9 iliyopita na sasa wanahitimu wakiwa na kumbukumbu tele za safari yao ya kielimu. Kwa wazazi, mahafali haya hayakuwa tukio la kawaida, bali ni fursa ya kipekee ya kuwapongeza watoto wao kwa mafanikio makubwa walioyapata. Ukubwa na ubora wa mahafali haya unatajwa kuwa miongoni mwa mambo makubwa zaidi nchini Tanzania, kwani kila mwaka uwanja wa Fountain Gate Arena hujaa hadhira kubwa inayokuja kushuhudia tukio hili muhimu. Na kama kawaida, Fountain Gate Academy kupitia kituo chake cha habari FGA TV imeahidi kuendelea kukuletea matukio yote muhimu ya mahafali haya, na baadhi yake tegemea yatakuwa surprise kwa watazamaji wake. Mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ya FGA TV. Tukutane tena wiki ijayo. Mimi ni Rukaya binti Wambugita.